1 dakika 20. Mheshimiwa Naibu Spika, nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuifanya siku ya leo iende vizuri mpaka tunafikia hatua hii. Lakini mshukuru Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwa namna ambavyo wanatuongoza. Mshukuru tena Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuliongoza bunge letu vizuri kabisa. Tunakuombea Mheshimiwa Spika na Mheshimiwa Naibu Spika upate mitano tena kule Mbeya na mitano tena pale Ilala. Shukuru Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria, Daktari Mhagama, pamoja na wa Kamati ya Bajeti ndugu yangu Nyenza. Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru wapiga kura wa Songea mjini kwa namna ambavyo wananiunga mkono, kwa namna ambavyo tunashirikiana nao. Tunaamini kwa umoja wetu 2025 tutafanikiwa kwa pamoja. Mheshimiwa Naibu Spika, nishukuru familia yangu ikiongozwa na mke wangu kipenzi Bi Flora pamoja na watoto kwa kuendelea kuniunga mkono wakati natekeleza majukumu ya kiserikali. Nimshukuru sana mwanasheria mkuu wa serikali kwa ushirikiano ambao anatupatia Wizara ya Katiba na Sheria, lakini kwa maelezo yake mazuri ambayo ameyatoa hivi punde. Nimshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Jumanne Sajini, mbunge wa Butiama, naye namwombea kila laheri katika mwaka huu wa 2025. Nimshukuru Katibu Mkuu pamoja na watendaji wote kwa kufanikisha mambo mengi. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niwashukuru waheshimiwa wabunge 21 ambao 19 wametoa michango yao kwa njia ya kuongea na 2 wametoa michango yao kwa njia ya maandishi. Nishukuru muhimili wa mahakama kwa ushirikiano ambao wanatupa, na leo hapa umewakilishwa vema na Mheshimiwa Profesa Elisante Ole Gabriel pamoja na Mheshimiwa Eva Nkya. Mheshimiwa Naibu Spika, ushauri wote ambao umetolewa na waheshimiwa wabunge kwa njia ya kuongea na kwa njia ya mdomo tumeupokea. Tuahidi wizara hii ni wizara sikivu, tutaenda kufanyia kazi, tutawapa majibu mengine kwa maandishi, lakini wataona utekelezaji wa mambo hayo kwa kadiri ambavyo siku zinakwenda. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niongee mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia, yaani Mama Samia Legal Aid Campaign. Kila mheshimiwa mbunge aliyosimama na kuchangia kwa maandishi amepongeza kwa dhati kampeni hii na umuhimu wake katika jamii katika kuleta haki, usawa, amani na maendeleo. Tunazipokea pongezi hizo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, tutamfikishia. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kampeni hii ina misingi yake. Msingi wa kwanza ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususani ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ambayo inasema kila mtu ni sawa mbele ya sheria. Hivyo kampeni hii inalenga kuwafanya Watanzania wote wanapokuwa mbele ya sheria wawe sawa, na ndicho ambacho tunakitekeleza. Mheshimiwa Naibu Spika, kampeni hii inatokana na sheria ya Bunge, sheria namba 1 ya mwaka 2017, sheria ya utoaji wa msaada wa kisheria, sheria ambalo bunge hili tukufu iliitunga ili wasaidie Watanzania. Utekelezaji wa kampeni hii
ni utekelezaji wa sheria hiyo ya Bunge. Hivyo bunge hili nalo linastahili pongezi kwa kutunga sheria ambayo inawasaidia Watanzania hivi sasa. Mheshimiwa Naibu Spika, kampeni hii ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, hususani ibara ya 120 aya B. Wakati ilani hii inaandikwa, Daktari Bashiru alikuwa ndio katibu mkuu. Ibara hile ambayo uliandika kipindi kile ndio tunaitekeleza sasa, kuhakikisha tunawapa wananchi haki yao stahiki. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utekelezaji wa mpango huu ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Januari 2023 aliniita waziri wa Katiba na Sheria, akaniambia tunataka tutekeleze ilani, tunataka tutekeleze katiba, tunataka tutekeleze sheria ili tuwafikie Watanzania wengi waweze kupata haki. Wizara ikatekeleza na leo ndio matunda haya. Nimesema haya Mheshimiwa kwa sababu lazima tujue kampeni hii ina misingi thabiti kabisa, na kwa misingi hiyo kampeni hii haiwezi kufa, kwa sababu imejikita kwenye misingi ambayo ipo na endelevu. Sisi kama wizara tumeweka mkakati. Mkakati wa kwanza, tayari kuna maafisa dawati katika halmashauri zote 184 ambao kazi yao ni kuendeleza utoaji wa msaada wa kisheria pindi kipindi kile cha kampeni cha siku 10 zinapokuwa zimekwisha. Maafisa dawati hawa wanafanya kazi nzuri kabisa. Lakini pili, tumeingia makubaliano na Chama cha Mawakili Tanzania, asasi za kiraia ambazo zinatoa msaada wa kisheria, vyuo vikuu na wadau wengine mbalimbali ili kufanya mpango huu kuwa endelevu na utakuwa endelevu. Lakini mwezi Juni mwaka huu, wakati tunafanya kwa mkoa wa Dar es Salaam, tutafanya mambo makubwa mawili. Moja ni kuhitimisha raundi ya kwanza, lakini pili ni kufungua awamu ya pili ambayo itaanza mara baada ya kuhitimisha mkoa wa Dar es Salaam, itafanya uendelevu wa mkoa huu. Tutapita tena kila sehemu kuhakikisha kwamba tunatekeleza hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, hoja ya waheshimiwa wabunge ya kwamba tuwe na mfuko wa msaada wa kisheria, Legal Aid Fund, tumeipokea, tutaenda kuichakata kama serikali, na kwa kuwa tuko kwenye mpango wa kukamilisha sera ya msaada wa kisheria, hilo nalo tutalipa uzito kupitia jambo hilo. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la pili ambalo ningependa kulisema, waheshimiwa wabunge wamechangia sana kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia katiba, umuhimu wa kufanya uchaguzi na kujibu hoja ambazo zimetolewa zinazosema no reform, no election. Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme kidogo kuhusiana na reforms. Mwaka 1958 na 59 nchi yetu ilifanya uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao ulijikita kwenye ubaguzi wa rangi. Vyama vya siasa vilitakiwa vichague mgombea mmoja Muafrika, mgombea mwingine Muasia au Muhindi, na mgombea mwingine mzungu kutoka Ulaya. Lakini mwaka 1962 tulifanya reforms, tukayaondoa haya, tukaleta uchaguzi ambao hauzingatii ubaguzi wa rangi. Tukaendelea na uchaguzi huo chini ya mfumo wa chama kimoja, tukiwa na rais mmoja mgombea. Tulipofika mwaka 1995 mpaka mwaka 2024 tumefanya mabadiliko. Tunafahamu baada ya vyama vingi tukaondoa habari ya chama kimoja, tukaleta vyama vingi. Tukaondoa mgombea mmoja kwenye nafasi ya urais, tumeleta wagombea wengi. Huku nyuma tulikuwa na wagombea wawili tu kwenye ubunge, sasa tuna wagombea wengi. Mara ya mwisho mimi Songea mjini tumegombea ndani ya chama tulikuwa 31. Haya ni mabadiliko ambayo yamefanyika ndani ya mfumo wetu wa kisheria na wa kikatiba. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niruhusu niseme, kati ya 1995 mpaka 2004 tulikuwa na sheria mbili za uchaguzi. Sheria ya Taifa ya Uchaguzi ya mwaka 1985 na sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Tunavyoongea leo, Mheshimiwa Naibu Spika, hizo sheria hazipo tena kwa sababu tumefanya mabadiliko kuanzia mwaka 2004
kuja sasa tumefanya mabadiliko. Na niwakumbushe waheshimiwa wabunge, tumefanya mabadiliko makubwa 15 ambayo ningependa sana tuyasikilize, tuyaweze kuyaongea vizuri, ili ambao wanataka kutuvuruga nao waache kutuvuruga. Badiliko la kwanza, tumefuta sheria ya uchaguzi ya taifa ya mwaka 1985, na kazi hiyo ya kufuta ilifanywa na bunge hili tukufu, linastahili pongezi zake. Tumefuta sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa ya mwaka 1979. Kazi hiyo nzuri imefanywa na bunge hili tukufu, bunge hili linastahili maua yake. Mheshimiwa Naibu Spika, mabadiliko mengine ni kutunga sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Sio kufanya mabadiliko, tumetunga sheria mpya. Na mnafahamu sheria hii tuliitunga mwaka jana Februari 2024 katika bunge hili, baada ya mjadala mrefu na kushirikisha pande zote, tukapata sheria yenye vifungu 168 ikielezea kila jambo linalohusu uchaguzi, kila mchakato, na watu wote walishirikishwa. Kama reforms kubwa tumezifanya Februari mwaka 2024. Sasa tujiulize, kutoka Februari 2024 mpaka leo tunataka reform gani tena? Sheria hii ni mpya, haijawahi hata kutumika. Kwa hiyo mabadiliko haya yamefanywa na chombo chenye mamlaka, bunge hili tukufu. Mheshimiwa Naibu Spika, pia tumetunga sheria kwa mara ya kwanza, sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ya mwaka 2024. Tume ya uchaguzi ilitajwa kwenye ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ilikuwa haijatajwa na sheria mahususi. Kwa mara ya kwanza tumefanya reforms hizi kubwa Februari 2024. Tume sasa iko vizuri, ina sheria yake. Uhuru ambao umetamkwa kwenye katiba umefafanuliwa vizuri sana kwenye sheria hii. Ukitaka kusoma uhuru wa tume, sio kwa jina tu, kwa kila kipengele, nenda kasome sheria hii, utaielewa na utaitilia maanani. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, tumetunga kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais na madiwani wa mwaka 2025. Vyama vyote vimesaini kanuni hizo isipokuwa chama cha Chadema. Na Chadema waliamua kutosaini kwa utashi wao, wala kuzuiwa na mtu yoyote, na uwezi kumlazimisha mtu kusaini. Lakini hizi ndio reforms ambazo tumeziweka sasa. Kanuni za uchaguzi za mwaka 2025 ni reforms kubwa ambazo ziko hapa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria ya uchaguzi ambayo tuliitunga, kuna mambo ya msingi ambayo ningependa pia kuyaongea. Moja, swala kupita bila kupingwa limeondoshwa kabisa. Na hili lilikuwa ndio lalamiko kubwa sana, mpaka watu walikwenda mahakamani. Mahakama ikatoa hukumu ya mahakama ile imetekelezwa. Na hii tunajifunza hapa kwamba kumbe tukitaka mabadiliko twende bungeni ama twende mahakamani, sio kulazimisha watu kuingia mtaani na barabarani. Mheshimiwa Naibu Spika, kulikuwa na malalamiko ya wakurugenzi kusimamia uchaguzi. Swala hili limeshapatiwa tiba. Sasa hivi uchaguzi utasimamiwa na maafisa waandamizi ambao watateuliwa na tume na kwa njia ya ushindani. Mheshimiwa Naibu Spika, tumeanzisha kamati ya usaili ya kupata viongozi wa juu wa tume ili kupata umoja. Kamati hii inaongozwa na majaji wakuu wa Tanzania na wa Zanzibar. Inaongozwa na mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, pamoja na mtu mwingine ambaye atateuliwa kutengeneza koramu ya watu 5. Mheshimiwa Naibu Spika, niseme hapa, duniani kote namna ya kufanya uteuzi katika nafasi nyeti kama hizi ni ama ateuliwe na rais, ama ateuliwe na bunge alafu rais aidhinishe, au ateuliwe na chombo huru na rais aweze kuidhinisha. Sasa tume hii ya uchaguzi tungeileta humu bungeni tuiteue sisi, haki isingetokea.
kwa sababu sisi tungekuwa tunaandaa majaji wa kuamua shughuli yetu wenyewe. Kwa hiyo chombo hicho ndio chombo muafaka, ndio chombo huru kabisa, na kimezingatia viwango vya kimataifa vya kuhakikisha kwamba tume ya uchaguzi inakuwa huru kama jina lake ambalo limesema. Mheshimiwa Naibu Spika, uteuzi wa mwenyekiti na mkurugenzi pamoja na viongozi wengine wa juu utatangazwa, watu wataomba na watashindanishwa kwenye usaili. Wale waliofudhu ndio watapendekezwa kwa Mheshimiwa Rais kwa ajili ya uteuzi. Jambo hili halijawahi kufanyika toka nchi hii imepata uhuru. Reforms hizi tunazifanya sisi hapa. Sasa tuwaulize ndugu zetu wanataka reforms gani zaidi ya hizi? Mheshimiwa Naibu Spika, reforms imekwenda mpaka magereza. Wafungwa sasa nao wanaruhusiwa kupiga kura. Hii inakwenda sambamba ukisoma na kifungu cha 10 na pamoja na jedwali la 3 linalotupa maelezo haya. Mheshimiwa Naibu Spika, pia kura ya rais inaweza ikapigwa popote pale, sio katika kituo ambacho umejiandikisha. Haya ni mageuzi ambayo yamefanyika makubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, makosa ya unyanyasaji kijinsia yameingizwa na yamepewa msimamo mkubwa ili uchaguzi wetu sio tu uwe huru lakini pia utende haki. Mheshimiwa Naibu Spika, hatujaishia hapo. Swala la mapingamizi limefafanuliwa vizuri. Wale wasioweza kulielewa wakasome kifungu cha 26 pamoja na kifungu cha 53 kinaelezea mapingamizi. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria niseme kwamba tumefanya reforms nyingi kuanzia mwaka 1961 mpaka leo. Tumekuwa na sheria 8, tumekuwa na kanuni 6, tumeshafuta sheria 2 na tumefanya mabadiliko kwa maana ya amendment sheria 6. Hizo ni reforms kubwa kuliko zote. Nitamke hapa kama waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria, dhamana ya kusema kuna uchaguzi au hakuna uchaguzi kwa mjibu wa ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mjibu wa sheria namba 1 na namba 2 za mwaka 2024 ni Tume ya Uchaguzi ya Taifa, sio mtu mwingine yoyote yule. Mtu mwingine atakayesema hivyo anajivisha joo ambalo sio lake. Tuombe Watanzania wampuuze. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo la 3 ambalo ningependa kulisema ni umuhimu wa bajeti hii ambayo tumeipitisha safari hii. Bajeti hii sisi tunaita bajeti ya haki, kwa sababu ni bajeti ambayo inaenda kumpa haki Mtanzania, bajeti ambayo inaenda kutoa shibe kwa Watanzania wenye njaa na kiu ya haki. Watapata haki katika kila eneo. Bajeti ambayo inaleta mwanga na unaondoa giza ya dhuluma ya haki kwa Watanzania wanyonge katika kona zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bajeti ambayo inaenda kufuta chozi la mnyonge aliyokosa haki kwa muda mrefu sana. Bajeti ambayo ni mtetezi wa wananchi wanyonge, hasa wenye migogoro sugu na ya muda mrefu. Ni rai yetu Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa wabunge waweze kutuunga mkono ili kupitia bajeti hii tupeleke haki kwa Watanzania wanyonge ambao wanahitaji zaidi wapate haki hiyo, haki ambayo itawapa usawa, haki ambayo itawapa amani na hatimaye itawapa maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru tena sana wewe kwa namna ambavyo umetuongoza kwa siku ya leo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Asante. Katibu.